anasema tutoe miili yetu kuwa dhabihu, our bodies as a sacrifice. Imetakiwa tutoe miili hii. Moja ya kitu ambacho Yesu alikitoa kama sadaka ilikuwa ni mwili wake, wala si roho yake, wala sio nafsi yake, bali ilikuwa ni mwili wake ambao aliutoa kwa ajili ya kutukomboa. Kwa hiyo tunapoangalia habari za Yesu kwenye kujitoa kwake, aliutoa mwili. Na hata wakati tunazungumza kwa habari ya kumwaga damu, tunaona kwenye kumwaga damu, maana damu ilikaa kwenye mwili. Damu haikai kwenye nafsi, damu haikai kwenye roho, damu inakaa kwenye mwili. Lakini pia hata wakati Yesu anafufuka, iliyofufuka haikuwa roho wala nafsi yake, bali ni mwili ndio ambao ulifufuliwa. Sema amina kwa jina la Yesu. Ndiye mwili uliofufuka, na ishara yake akawatokea wanafunzi wake akithibitisha kufufuka kwake. Kwa hiyo ni jambo moja la muhimu linalokubalika kabisa, ya kwamba tumepaswa kutoa miili yetu kama dhabihu iliyo hai. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena kanisa. Kwa hiyo tunaona jinsi Paulo anavyozungumza, na tunasema kwamba moja ya kitu ambacho ili mwili wako uwe dhabihu, Paulo anaonyesha mambo matatu hapo ya msingi. Wakati naweka utangulizi mzuri wa hili somo, tunaona Paulo anaweka vigezo vitatu vya muhimu ambavyo namna gani mtu anaweza akawa ni sadaka kutoa mwili wake. Jambo la kwanza, Paulo anazungumza sifa ya kwanza ya kwa nini uwe dhabihu, au namna gani unaweza kuwa dhabihu. Sifa ya kwanza anaozungumza lazima iwe hai. Tunapotoa miili yetu lazima ibebe uhai, maana Mungu hawezi kuchukua dhabihu marehemu, au Mungu hawezi kutolewa mzoga. Sema amina kwa jina la Yesu. Lakini pia tumeona kwamba anasema hapo, sifa ya pili iwe takatifu. Ni lazima unapoutoa mwili wako ubebe kitu ambacho kinaitwa utakatifu, usafi wa roho, usafi wa mwili wako. Hauwezi kujiendea unavyotaka wewe, ni lazima uwe na maisha safi kwa maana ya utakatifu. Lakini pia cha tatu anasema iwe sadaka ya kumpendeza Mungu. Hapa tulizungumzia kwa maana ya imani, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa unapoenda mbele za Mungu lazima uamini kwamba Mungu yupo. Leo umekuja mahali hapa, ni lazima uamini kwamba nimeenda kwa Mungu ili nipate kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Yako majibu unayatamani, yako mambo unayataka yatokee kwenye maisha yako na Mungu akutendee. Hivyo lazima uamini kwamba Mungu yupo. Sema amina kwa jina la Yesu. Sasa moja ya mambo ambayo pia natamani niweke mkazo katika utangulizi, viko vitu ambavyo kwa tendo la imani tunaamini kwamba tunaweza kumtolea Mungu. Tunaweza kumtolea Mungu miili yetu kuwa dhabihu. Kwenye matendo gani? Yapo matendo ya kibiblia yanayoonyesha kabisa, yanayothibitisha namna ya kutoa mwili kama dhabihu. Tendo la kwanza ni mtu kuokoka, yani kuzaliwa mara ya pili. Anaokoka, tunaamini mtu huyu ameyatoa maisha yake, amempa Mungu. Hilo ni tendo la kwanza la kibiblia linaloonyesha mtu kuutoa mwili wake. Cha kwanza ni mtu ambaye anaokoka, na anapookoka ya kale yake yote yanapita, anazaliwa kwa mtu mwingine. Huyu tunaona kwamba ameutoa mwili wake au ameyatoa maisha yake kwa Mungu aliye hai. Lakini jambo la pili la msingi sana ni kwa habari ya ubatizo. Ubatizo tunaona ni moja ya tendo la ishara la mtu kuzamishwa kwenye maji, lakini pia kuibuliwa kwenye maji. Ana maana kwamba anakufa pamoja na Kristo,
alafu anafufuka pamoja naye kwa tendo la imani. Nini maana ishara tendo hili? Unapoonesha kwamba umekufa, manake umeutoa mwili wako huu kabisa. Si wewe tena. Paulo anasema si mimi tena, bali ni Kristo ndani yangu. Sema amina kwa jina la Yesu. Lakini tendo la tatu ni mtu ambaye anaingia kwenye ratiba ya kufunga. Kufunga. Fasting. Fasting inaonesha hali ya mtu kuutoa mwili kama sadaka mbele za Mungu. Hali ya kufunga. Ndio maana hauwezi kuwa dhabihu mbele za Mungu kama hauwezi kupitia kipengele cha kufunga. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haya mambo yote Kristo alifundisha na aliyaonesha. Yesu Kristo yeye mwenyewe alibatizwa. Sema amen. Yesu Kristo yeye mwenyewe alifunga siku 40. Alifunga Yesu Kristo mwenyewe, akionesha kutoa mwili wake kama sadaka. Na wewe unapoudhabihu mwili wako kama sadaka, unapoudhabihu mbele za Mungu kwa namna ya kufunga, unaonesha tendo la imani la kutoa huo mwili kama sadaka. Sema amina kwa jina la Yesu. Tunakwenda sawa sawa pamoja wote? Ndio maana jambo la kufunga lisiwe jambo la wewe kufanyiwa kama promotion. Ndio maana kuna mwingine anaweza kaisi, kuna mtu yuko anafunga kwa ajili yangu. Sehemu fulani niliona mtu mmoja akasema msifunge, bali nitumeni mimi sadaka, alafu mimi nitawafungia ninyi. Yaani yeye atafunga kwa niaba ya watu wake. Yaani yeye watu kama kanisani kama humu watu wafungi, yeye anafunga kwa niaba ya watu wake. Kwa hiyo wewe toa pesa, yeye afunge. Na watu wanatumia hiyo imani. Wao wanasema si vibaya kwa tendo la imani, lakini kuna kitu nafundisha leo uweze kuelewa. Yaani ikiwa wewe utaungana na mimi kwa sadaka yako kwa tendo la imani, sawa, hiyo ni hatua moja wapo. Lakini Kristo anapenda kuona, au Biblia Paulo anasema, ninawasihi sana, naomba mtu mmoja aelewe, autoe mwili wake kama dhabihu mbele za Mungu. Kwa hiyo tendo la kwanza la uchanga ni wewe kutoa kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, sawa? Lakini unaposogea mbele zaidi, ujijue ya kwamba you are sacrifice, wewe ndiye dhabihu mwenyewe. Kwa hiyo lazima wewe ufunge, utoe huo mwili. Kuna wakati utajisikia mwili kama unauma. Kuna watu wanafunga siku 7 kavu. 7 kavu. Wengine wanafunga siku 3 kavu. Wengine wapo wanafunga masaa 24 kavu. Kuna wengine wanafunga siku 7 maombi ya masaa 12. Kuna wengine wanafunga siku 21. Kuna wengine wanafunga siku 30, wengine siku 40, kama wao wenzetu wanaofunga Kwaresma. Sasa ina maana kama kuna watu wanafunga Kwaresma, wewe mpendwa bado tu na sadaka ya kujiungamanisha na mimi mchungaji wako. Kwa hiyo ni moja ya ishara ya kutoa mwili kama dhabihu. Sema amina kwa jina la Yesu. Na wafundisha haya kwa sababu moja tu, tuweze kuelewa nafasi ya kwako kama Mkristo kwenye kutoa mwili wako kama dhabihu. Sasa yako mambo ambayo tutayaangalia hapa ya kujifunza, ya msingi sana. Yako mambo ya kujifunza. Jambo la kwanza la kujifunza tunaliona hapa ya kwamba unapotoa mwili wako kama dhabihu, jambo gani la kwanza kujifunza? Unaonesha hali ya unyenyekevu. Tulisema unaonesha hali ya unyenyekevu. Unyenyekevu kwa maana ya, kwenye lugha ya kigeni anasema submission. Submission. Unaonesha unyenyekevu. Tafsiri yake ni nini? Maana yake kunyenyekea kwa kuutoa mwili kama dhabihu, maana yake unajinyenyekesha, unajiweka chini ya mapenzi ya Mungu, na wala si mapenzi yako, bali mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Yesu Kristo alipokuwa pale Getsemane anaomba, alipoona anautoa mwili wake kama sadaka, akayaona yale mateso mengi kwenye mwili wake kama sadaka. Moja ya maombi akamwambia Mungu, naomba uniepushie kikombe hichi. Lakini baadaye akasema, si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Ana maana gani? Ana maana yeye
si kama anavyotaka yeye. Yeye amejikabidhi chini ya mapenzi ya Mungu. Huyu ndiye ambaye anatoa mwili wake kama sadaka. Nimesema kuna wakati mtu unaweza ukaona ana ratiba fulani anayo, lakini ana uwezo wa kuiacha akaenda kufanya yale ya Mungu kwanza, kwa sababu yeye amejikabidhi chini ya Mungu. Sehemu nyingine ya kuonesha hali ya kujinyenyekesha mbele au kujinyenyekesha chini ya mapenzi ya Mungu ni pale tunapomwona Yesu anasema, si kama nisemavyo mimi, wala mimi sizungumzi habari zangu, bali nazungumza habari za yeye aliyenipeleka. Bwana asifiwe sana. Anajiweka chini ya mamlaka. Huyu anaonyesha amejitoa. Kuna watu ni waaminifu kweli, kuna watu ni waaminifu sana. Unakuta mtu amejinyenyekesha chini ya dini yake, yaani umwambii kitu kuhusu dini yake, yaani dini yake ikiamua chochote yupo lazima kufanya. Amejisubmit, amejiweka chini ya mapenzi ya dini yake. Na hii ni kibiblia kabisa, ambao Mungu anataka tuwe chini ya mamlaka ya hata kiongozi ambaye Mungu amemweka mbele yako. Ashukuru Mungu ametupa baba na mama wazuri kwenye hili kanisa. Wewe lazima ujue, ili utoe mwili wako kama dhabihu, ni lazima ujinyenyekeshe chini ya mamlaka. Usije hata siku moja ukamwinukia mzazi wa kiroho ukaanza hata kubishana naye. Wapo wengine wanawazoea mpaka baba zao wa kiroho, anapiga naye story kama anapiga naye rafiki yake au shoga yake. Yaani inafika kipindi anamzoea baba wa kiroho mpaka anataniana naye. Sasa hii si kibiblia hata kidogo. Ni lazima ujue ya kwamba yule ni baba ambaye wewe unafanya mambo mengi kupitia yamkini kibali chake. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Hiyo ndiyo maana ya submission. Sehemu fulani nimefundisha na nikasema ya kwamba hata ukiwa mtumishi wa Mungu ambaye wewe labda ni mwana maombi, ni mwinjilisti mzuri, ni mchungaji mzuri, ni nabii mzuri, ni mtume mzuri, kuna wenzako ambao ni mitume wenzako, manabii wenzako, wachungaji wenzako, wana maombi wenzako, waimbaji wenzako. Usijikweze ukajiweka wewe kuwa ni wa juu na mabega yakapanda kwa sababu una upako wa kuimba kuliko wengine. Hapana. Lazima ushuke uwe sawasawa na wenzako. Ndio maana ya kujinyenyekesha. Unajiweka kuwa level na watumishi wa Mungu wenzako. Kwa nini? Kwa sababu tumejifunza ya kwamba moja ya faida ya kujinyenyekesha, jambo la kwanza muhimu sana, litakupa ulinzi. Unapokuwa umejinyenyekesha na wenzako, siku inapotokea mashambulizi ya huduma yako, watainuka wengine wakutetee, maana wanajua huyu ni mtu mnyenyekevu na aliyeshuka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Jirani asiyeongea vizuri na wenzake, jirani anayejifungia geti ambapo yeye hashirikiani na wengine, haziki wenzake, hashiriki harusi ya wenzake, mtu anaumwa haendi kuwaona wenzake, majirani wake, likitokea jambo lolote kuhusu yeye, hakuna majirani watakaosimama kumtetea. Na ukiwauliza majirani kwa nini, watakwambia huyu anajifungia, ana dunia ya peke yake, anajihisi yeye amekamilika. Kanisa linalojifungia lenyewe, hata kama litatokea na upepo mkali la kushambuliwa, utashangaa kama ni wa Pentecost wenzako ni nani, wanakuacha kama ulivyo. Lakini tukiwa katika hali ya kushuka na kukaa pamoja na wenzetu vizuri, nataka nikwambie moja ya faida nzuri tulisema kwamba unapata ulinzi. Mungu mwenyewe anaachilia ile divine security. Sema amina. Anaachilia nini? Inaitwa divine security. Ule ulinzi wa kiungu unaachiliwa kwako. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Vyeo vyetu visitufanye kuwa ni watu fulani hivi. Biblia inasema hata Yesu mwenyewe hakuona kule kuitwa Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho sana, bali alijinyenyekesha akauvaa mwili wa kawaida. Na alipovaa mwili, alipoonekana na mwili, kuna watu wakamtaka kumletea dharau.
ila yeye alinyenyekea mpaka mauti ya msalaba, kutembea chini ya mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo tunapata shida na kanisa. Unakuta kuna mtu, kuna ibada ya Jumatano au ibada ya Ijumaa, ibada ya mkesha maombi, mtu anainua ratiba zake kuliko kuzinua ratiba za Mungu. Tazameni watu wa dini, yaani watu wa dini, ile siku ya Ijumaa wengi uliona tu Ijumaa Kuu jinsi walivyokuwa wanavyopendeza. Tazama pia watu wa dini zingine wanavyoweza kujiweka chini ya mamlaka za dini zao na wanavyoenda sawa sawa na dini zao. Alafu tuangalie sisi watu tuliookoka jinsi tunavyokwenda chini ya mapenzi ya Mungu. Tujipime sisi wenyewe. Yesu akasema, haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, hakika kuona ufalme wa Mungu inaweza kidogo kama ni changamoto. Kwa nini Wapentekoste sisi wengi au walokole sisi wengi wa leo hii tunatembea katika hali fulani ambayo yamkini ni ya ukame sana wakati mwingine? Ni kwa sababu tunatembea sana katika willing zetu, katika mapenzi yetu sana, katika ratiba zetu nyingi sana. Na hii miili kwa sababu inachoka na shughuli za kidunia, unaikuta unapotaka kuingiza katika mambo ya kimungu tayari imechoka, haina function. Na Mungu anautaka huo mwili kama sadaka, na umeuchosha na shughuli za kidunia. Sikiliza, ukitoa mwili kama dhabihu, ujue kwamba kuna kujifunza unyenyekevu, kujitia chini ya mamlaka ya kimungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hilo ni jambo la kwanza, nimeleka na msingi la kujifunza. Jambo la pili, andika. Ukiutoa mwili kama dhabihu, unapokea ujasiri juu ya mauti. Unapokea ujasiri juu ya mauti. Waebrania 2 mstari wa 14 na 15. Kwa hiyo unaandika, andika Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 na 15. Anasema hivi: basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, awachie huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunapotoa miili yetu kama dhabihu, hauwezi kuogopa mauti, maana tayari ulishajitoa maisha yako kwa Bwana. Na tunasema tunatembea tukiwa ni kama watu tuliokufa, lakini tupo hai. Sema amina. Naomba nikupe mfano mmoja tu wa kawaida sana. Yaani huu mwili wako huu tayari wewe ulishautoa kwa Bwana. Unaogopa nini kufa? Kama kufa tayari ulishakufa miaka mingi. Siku tu ulipookoka ulitangaza mauti ya mwili wako. Naomba niongee tena vizuri. Siku ulipotangaza kuokoka ulitangaza mauti ya mwili wako, maana tayari mwili wako umeshautoa kwa Bwana, si wewe tena. Ndio maana Paulo akasema kuishi kwangu ni Kristo na hata kufa ni faida. Angalia mtu ambaye hajautoa mwili wake kama dhabihu, linapokuja swala la kufa kwake, namna linavyomtesa kufa kwake. Lakini muangalie mtu ambaye ameutoa mwili kama dhabihu, kitu ambacho kinaitwa yeye kufa wala hana hofu nacho. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Kristo amekwisha kutushindia juu ya hofu ya mauti. Maana nini? Kule kufa kwake na kufufuka kwake katika ule mwili unaonesha ushindi juu ya mauti. Unaonesha ushindi juu ya mauti. Na anasemaje? Kwa sababu shetani ni roho ya mauti na imewaingiza watu wengi kwenye kuwa watumwa wa Ibilisi. Unafikiri kwa nini wengi wanakwenda kwa waganga wa kienyeji? Unafikiri kwa nini? Ukiona leo watu wa Mungu wengi waliokuwa makanisani wanaacha kanisa, unamkuta mtumishi, tena kuna wengine walikuwa ni wana maombi wazuri, unamkuta yupo kwa mganga wa kienyeji. Alikuwa ni mwimbaji mzuri, leo unamkuta yupo kwa mganga wa kienyeji. Inasikitisha sana.
lakini wengi walienda kwa namna moja ya kuupigania huu mwili uondokane na hali za kufa. Ndio maana anapewa maagano, ndio maana anapewa madawa ili aendelee kuishi kwa maana ya uzima. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Na ndio maana mtu aliyeokoka yeye amepewa ujasiri kwa habari ya kifo. Anasema nabii kwamba mauti kuwapi karibu kwako, kaburi iko wapi nguvu ya kaburi, ukwapi ule uchungu wa mauti, maana Kristo ameviondosha vyote pamoja. Ndio maana mtu aliyeokoka hata ukimkuta kitandani bado ana matumaini. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Kule kufufuka kunatupa sisi tumaini ndani ya Kristo. Stefano wakati ameutoa mwili wake kama sadaka, alipokuwa anapigwa na mawe, watu walifikiri Stefano atamwacha Kristo. Walijua kwamba atakataa ile imani. Sikiliza, Stefano wakati anapigwa mawe, yeye anaangalia mbinguni. Cha kwanza anaona mbingu imefunguka, kisha anamuona mwana wa Adamu amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Sema amina kwa jina la Yesu. Tazama maneno ya Stefano, anasema namuona Yesu amekaa, alafu kisha anawaombea wale watu msamaha, kama Yesu alivyosema, Baba wasamee maana hawajui wayatendayo. Stefano hakuogopa vile vifusi vya mawe alivyowekewa ili apigwe. Hakuogopa ile mauti ambayo ilikuwa inamnyemelea apigwe afe. Stefano hakuona yale mawe. Stefano aliona tumaini baada ya yale mawe. Sema amina kwa jina la Yesu. Narudi tena, Stefano hakuona yale mawe ya kumpiga, bali Stefano aliona tumaini baada ya yale mawe. Sikiliza, hata kama umewekewa vita inayotaka kutoa maisha yako, ikiwa umeudhabihu mwili wako kwa Kristo, hata kama kuna majaribu namna gani, sikiliza, yale majaribu yote hautayatazama kama ule utukufu ambao Yesu atakauleta kwenye maisha yako. Ndio maana hakuna vita yote itakayokuja kukuangusha wewe. Kila vita inayokuja kwa mtu aliyodhabihu mwili wake ni vita ya kumtambulisha katika ulimwengu wa kiroho. Sema amina kwa jina la Yesu. Natamka tena, hakuna vita ya kukuangusha. Kila vita inayokuja kwako ni ya kukuinua katika level nyingine. Ndio maana kila mtumishi wa Mungu ambaye ameudhabihu mwili wake, kila vita inayokuja huwa inamuinua kwenda level nyingine. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Haya ni mambo ya msingi ambayo natamani uyajue. Anasema Warumi, Paulo anasema hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu. Warumi 8:1 anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu. Hawaogopi kuhusu kitu kinachoitwa neno kifo au mauti. Na wengi wanaogopa, tumesema wanafanywa kuwa watumwa wa shetani. Kwa hiyo inatupa hiyo kitu. Hiyo ni moja la jambo la muhimu la kujifunza unapodhabihu mwili wako kama sadaka mbele za Mungu. Sema amina kwa jina la Yesu. Jambo la tatu la muhimu sana kujifunza, unapotoa mwili kuwa dhabihu unaonesha utii. Unaonesha utii. Unapotoa mwili kama dhabihu unaonesha utii. Angalia kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 5 mstari wa 8 na wa 10. Biblia inasema, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. 9 nasema, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya kanisa. Anasema ingawa alikuwa mwana, ila alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Huyu ni Yesu aliyeteseka juu ya ule mwili ambao aliutoa dhabihu kuwa kwa Mungu. Ila anaonesha hata kama alipitia mateso, yeye alitii mpaka mwisho. Alitii mpaka alipokamilishwa. Nataka niwaambie wapendwa, unapotoa mwili wako kama dhabihu mbele za Mungu, Mungu anaona utii. Sema amina kwa jina la Yesu. Mungu anaona utii. Sikiliza, Mungu anapenda utii
kuliko hata dhabihu kwanza. Haya maneno alimwambia nabii Samuel juu ya kisa cha Sauli. Sauli aliambiwa na Mungu aangamize wote, yeye akabeba walionona akampelekea nani? Mungu atoe sadaka. Mungu akamwambia nabii Samuel, mwambie Sauli ya kwamba utii ni bora kuliko dhabihu, utii ni bora kuliko kafara. Mimi sipendezi kwanza tu na dhabihu kuliko utii. Kwa sikiliza, unapotoa mwili wako kama dhabihu, unaonesha utii wako ndani yako. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema tena amina kwa jina la Yesu. Unaonesha utii. Unaonesha utii. Kutii nini manake? Yale yote Mungu aliyokuamuru uyafanye, wewe unatii. Pahali pale Mungu anapotaka wewe uende, wewe unatii. Yale Mungu ambayo anakuagiza wewe uyatende, wewe unayatii. Huna mashaka na Mungu wako, wewe unayatii. Na moja wa watu walioahidiwa na Isaya ni hawa waliosema, mkitii mtakula mema ya nchi. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Kuna watu wanatamani kuyala mema ya nchi, lakini kigezo kimoja ambacho kimeonyeshwa pale ni kutii. Petro anatuulizia swali moja kwa Yesu. Anamuuliza Yesu, je, sisi tulioacha vyote tukatii kukufuata wewe tutapata nini? Mema hayo ya nchi hayo anayauliza tutapata nini? Moja ajibu Yesu anamwambia kwamba utapata mara 100 wapi? Duniani, na kisha ufalme wa mbinguni. Unatamani kupossess, unatamani kumiliki. Wengi wanaombewa maombi ya kumiliki, na hata mahali hapa natamani mimi pia nikuombee maombi ya kumiliki katika jina la Yesu. Natamani umiliki nyumba yako mwenyewe, natamani umiliki biashara yako mwenyewe, natamani umiliki pesa. Natamani nikuombee hayo mambo umiliki katika jina la Yesu Kristo. Natamani nikuombee baraka ya ndoa, natamani nikuombee baraka ya uzao, natamani nikuombee baraka ya kumiliki mashamba na vyanzo vingi vya uchumi. Natamani nikuombee. Lakini sikiliza, haya yote hata nikikuombea, Mungu anaangalia jambo kubwa sana. Kigezo cha wewe kuyala hayo mema ya nchi ambayo wengine wanayatamani, ili wewe uyale, lazima utii. Na nini maana kutii? Ni kuutoa mwili wako huo kama dhabihu. Nisikilize, kwa nini? Ni mbaya sana kumtajirisha mtu ambaye hawezi kujitoa. Naomba niwaambie, hii kitu niliwapa mfano siku za nyuma. Naomba nirudie mfano tena. Tazama wale watu wa giza. Wale watu wa giza, mtu anapoenda kutafuta utajiri kwa waganga wa kienyeji, anaambiwa cha kwanza, nenda kalale makaburini labda siku 7. Yuko mmoja akaniambia kwamba alipewa jambo moja la kulala kwenye jeneza siku 7. Alale kwenye jeneza siku 7. Na alilala kwenye jeneza, maana sasa ilibidi atii. Akaambiwa usipotii nenda, hakuna cha kufanya. Ilibidi yeye ajidhabihu mwenyewe, atoe mwili wake, ulale kwenye jeneza siku 7. Na alilala kwenye jeneza siku 7. Na aliambiwa ukitoka hapa hautakuwa mtu wa kawaida. Na alilala siku 7 kwenye lile jeneza. Jamani, msione hao wenzetu wengine wanaofanikiwa ukajua mtu anafanikiwa hivi hivi. Nataka niwaambie, kuna watu wanaingia gharama hiyo miili hiyo. Kawaulize wamama wanaotaka watoto kwa waganga wa kienyeji, namna wanavyoitoa miili yao inavyochezewa na waganga wa kienyeji, wanavyoichezea hii miili ya wamama, hii miili ya hawa wanawake ambao wametuzunguka wanaokwenda huko kwa waganga wa kienyeji. Kaulize shuhuda zao, maana wako tunaokaa nao na shuhuda zao ni hizo hizo. Hiyo miili inavyochezewa. Na akitoka hapo akitii, anaambiwa kabisa ukitaka mtoto mimi nikuingilie. Na anajua na mume wake na atafanyaje. Kwa hiyo lazima atii. Akitii anaona amepata mtoto, lakini ni mtoto wa kishirikina. Na ili uelewe mbona kila siku wanaenda, wapo wanaoenda na wakaona majibu kwa sababu wanatii yale masharti. Changamoto leo ya Wakristo sisi tuliokoka, mtu masharti au mtu kutii ile sheria ya Kristo haipo, ila anataka kula mema ya nchi. Hii ndio shida.
mtu anataka kupata baraka za Kristo, lakini kutii yale ya madhabahuni inakuwa ni ngumu kwake. Nataka nikwambie kitu kimoja, ukijidhabihu hautabaki kama ulivyofanya. Nataka nikwambie, ukijidhabihu hautabaki kama ulivyo, katika jina la Yesu Kristo. Mama anasema tena, ukijidhabihu biashara yako haitabaki kama ilivyo, katika jina la Yesu Kristo. Ukijidhabihu ndoa yako haitabaki kama ilivyo, katika jina la Yesu Kristo. Ukijidhabihu. Hivi fikiria wale wenzetu wanaofungaga maduka alafu wakaenda kwa Mungu wao, wakaenda kuabudu. Anafunga duka lake, anatii ibada. Wale watu wanamiliki uchumi kiasi gani? Je, na sisi tunamiliki kiasi gani? Wapendwa, nataka kuwajengea misuri ya maisha yetu ya wokovu. Mtu mmoja akasema wokovu sio lele mama. Mwinjilisti, haya mambo unaelewa? Mzee Changa, mambo unaelewa? Ambapo tunajifunza kwa wazee wetu wa imani. Tunasikia wazee wengine walitembea kwa mguu kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwa mguu. Anatembea, wazee wa imani wanatembea kwa miguu kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwa ajili ya kupeleka tu injili. Wale wazee maisha yao hayakubaki kama yalivyo. Mtu wa Mungu yeyote anayetii akadhabihu mwili wake, huwa Mungu amwachi kwenye level hiyo hiyo kwa moja. Hello? Nataka nikwambie, ukiona mtu anatembea kwenye anointing, mtu anatembea kwenye upako usiokuwa wa kawaida, yani anatembea kwenye upako wa uponyaji, upako wa viwete wanatembea, sijui mabubu wanaongea, unaona kuna watu wanapokea kule, wanafunguliwa, matasa wanazaa. Yani hawa tunawaona, hawa watumishi wa Mungu wengi tunawaona, hata na baba zetu wa imani tunawaona mambo wanaoyafanya. Wanafungua makanisa makubwa, wana washirika wengi, wana makanisa mazuri na wana kibali kwa watu wao. Chunguza maisha yao, utakuja kunielewa. Ni maisha ya watu ambao wamejidhabihu 100% kwa Kristo, wala hawaishi wao tena, wanamuishi Mungu kwa 100% zote. Ni watu watii sana kwa Mungu wao. Ni watu ambao Mungu amefanya nao agano. Ni Mungu ambaye amefanya nao agano ambalo wamehesabu maisha yao kuwa si kitu tena. Wamehesabu miili yao kuwa si kitu tena. Wachungaji wote, baba zangu hawa mimi nawaona. Na nataka niseme, mtumishi wa Mungu anayesimama mbele yako anayekuhudumia, chunguza maisha yake. Chunguza huduma yake. Je, imefanikiwa? Na kama imefanikiwa, hiki anachokifundisha ni cha ukweli? Napowaambia kutii, kula mema ya nchi, mimi najifunza kwa baba yangu pale na kwa mama yangu pale, jinsi Mungu anavyotembea nao na anavyowabariki wao na watoto zao. Kinachowafanya hivyo ni wao kujidhabihu maisha yao kwa Kristo, hayabaki kama yalivyo. Kuna mambo Mungu anampendelea baba yetu hapa, anampendelea mpaka wewe unashangaa, kwa nini Mungu unampendelea hivi mzee? Kwa nini unampendelea hivi na mama? Kwa sababu gani? Ukija kuangalia maisha yao, ni watu ambao wamejidhabihu kwa Bwana kwa maisha yao yote. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Hiki kitu Mungu alinifundisha, na mimi natamani hata wewe nikufundishe. Kuna wakati mimi naweza nikafanya ratiba zangu nikaweka, lakini Roho Mtakatifu anakuja ndani yangu, ananikumbusha kwa habari ya kutoa huu mwili kama dhabihu. Na anaponielekeza ni lazima nitii na nikafanya. Na ninapofanya tu, nikirudi sirudi kama ni jinsi vile nilivyo. Je, unatamani kutunza upako wa maombi? Unatamani kutunza upako wa uponyaji? Unatamani kutunza upako wa utoaji unabii? Ni lazima ujijue ya kwamba umepaswa kuwa mtii pale unapojidhabihu kwa Mungu. Sema amina kwa jina la Yesu. Moja ya jambo ambalo natamani kulimalizia hapa kujifunza, hii Waebrania anasema hivi, akamfanya kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Akamfanya kuwa kuhani mkuu mfano wa Melkizedeki. Hili naomba niliseme ninapoenda kumalizia.
mtu yeyote ambaye anautoa mwili wake kama dhabihu, Mungu anamfanya mtu huyo kuwa kuhani kwa watu wake. Nini maana kuhani? Anasimama kwa niaba ya ndugu zake. Nasema tena, anasimama kwa niaba ya ndugu zake. Na unapomwona kuhani, manake unamwona mwana maombi. Yeye anakuwa ni intercessor, yeye anakuwa ni mwombezi wa watu wake. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Yeye anakuwa ni mwombezi kwa watu wake. Mungu akamfanya Yesu kuwa kuhani kwa kule tu Yesu alipotii kutoa mwili wake kama sadaka, akamfanya kuwa kuhani kwa watu wake. Na mimi nasema hivi, wewe ambaye umetoa mwili wako kama dhabihu, Mungu atakufanya kuwa kuhani kwa ajili ya watu wa nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Nasema hivi, Mungu atakufanya wewe kuwa kuhani kwa ajili ya watu wa nyumba yako. Si ungenisaidia amina yenye nguvu katika jina la Yesu? Nimesema kwani ni nani? Ni mwakilishi wa watu wake mmoja, lakini cha pili yeye ni intercessor. Yeye ni mwana maombi, ni mwombezi. Nataka nikwambie, yani maombi ya mtu aliyejidhabihu kwa Kristo, maombi yake huwa hayau ya kawaida kawaida. Liangalie ile jitu ambalo limejitoa mazima kwa Kristo, alafu Mungu amemfanya kuwa intercessor, Mungu amemfanya kuwa mwombezi, Mungu amemfanya kuwa ni kuhani kwa watu wake. Yani maombi yake huwa hayau ya kawaida. Nini manake? Hiyo ni sadaka inayonena. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Yani mtu ambaye amejidhabihu, aliyeutoa mwili wake kuwa sadaka kwa Mungu, huyu mtu kwenye ulimwengu wa roho ana sura inayosema hivi, ni sadaka inayonena. Sema tena, ni sadaka inayonena. Sema tena, ni sadaka inayonena. Ni sadaka inayonena. Na mimi nataka nikwambie, Mungu atakupatia anointing ya maombi yenye level ya kuinua ndugu zako, yenye level ya kuinua taifa lako katika jina la Yesu Kristo. Unajua kuna upako wa kujiombea wewe mwenyewe. Kuna upako wa kujiombea wewe mwenyewe. Alafu kuna upako wa kuombea uzao wako tu na nyumba yako. Alafu kuna upako wa kuombea ndugu zako. Alafu kuna upako mkubwa wa kuombea taifa lako. Sasa watu wengi wanaishia kujiombea wao wenyewe. Sio level ambayo Mungu anatamani akuweke wewe. Musa alipewa upako wa kuinua kabila lake na watu wake na taifa lake la Israeli. Alipokaa kule mlimani siku 40. Kwa nini Musa alikaa siku 40? Kiwango cha kukaa siku 40 ni kwa namna alivyowabeba ndugu zake. Angeweza kuomba kwa siku 3, lakini amkini angeomba kwa siku 3, kuna namna asingeweza kuwabeba wale wote. Ndio maana Mungu anaweza akakuingiza kwenye maombi ya kuomba wiki nzima, akakupa maombi ya siku 7. Angalia mtu kama aliyeitwa Danieli. Danieli, Biblia inasema alipokuwa akisoma vitabu vya Yeremia, akaona taifa lake limeingia kwenye kifungo cha hali ya juu, kwenye mateso ya hali ya juu. Na wakati Danieli anasoma kile kitabu, akaazimia kuanza kufunga kwa siku 20 na ngapi? Siku 21. Maombi yake ya siku 21 yalipimwa kutokana na ile na yale mambo yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Yeremia, jinsi alivyofunuliwa kuhusu ndugu zake. Roho Mtakatifu anaweza akakufunulia kuhusu umaskini ulio katika familia yenu. Roho Mtakatifu anaweza akakufunulia dhiki iliyokuwepo katika familia yenu. Alafu unaona wewe mwenyewe kama kijana mambo hayaendi, unapomtazama dada yako mambo hayaendi, ukiangalia kaka yako mambo hayaendi, ukiangalia baba na mama ni kama mambo hayaendi. Hakuna nyumba walioacha, hakuna maisha mazuri walioacha. Kila mtu anayechogusa hakifanikiwi,
Kuna mambo unayaona unasema hapana, haya mambo si mambo ya kawaida katika nyumba yetu. Alafu kuna mambo unapoyatazama ambayo hayajakuridhisha, unasema sasa sikiliza, mimi ninaazimia kuomba ndani ya siku ngapi? 21 au 40, kutokana na mzigo ambao utakaoona wa mateso ya watu wako. Nasema tena, wewe ni sadaka inayonena katika jina la Yesu Kristo. Narudia tena, wewe ni sadaka inayonena katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana angalia sana mtu aliyejitoa mazima kwa Kristo, utalikuta ni jitu la maombi, na maombi yake yakianza hapo, yeye huwa aombagi maombi yale ya Viingereza vingi, you know father, si aba father, si anaanza na Kiingereza kingi. Ye Kiingereza kinakaa pembeni. Unamkuta anaanza na maombi, amepiga magoti, anainua mikono yake miwili juu, anaanza na maombi pale, anaomba. Utaona sasa anaanza kunena kwa lugha, sema amina kwa jina la Yesu. Anaendelea kunena kwa lugha, anajipigiza chini, akitazama mateso ya watu wake, anasema Mungu, napotazama mateso ya watu wangu, haiwezekani Bwana nitoka kwenye maombi, bado kuna watu wangu wanaonewa. Anakaa kwenye yale maombi, anainuka, anaomba, hata kama ni usiku wa manane, anainuka, anaomba. Ni mtu ambaye amejitoa mazima kwa Kristo, na kuna package ya maombi ambayo anatembea nayo isiyokuwa ya kawaida. Anapopata moment ya kuomba, huwa haombi maombi ya kawaida. Hata nawe naikwambia katika asubuhi ya leo, utakapoutoa mwili wako kama dhabihu, Bwana atakupa maombi siku ya kawaida, si maombi ya kawaida. Yani utakavyoomba si maombi ya kawaida. Hauwezi kubeba watu wako wanaoteseka ukawabeba kawaida. Musa aliwabeba kwa mzigo, Yesu alibeba kwa mzigo. Hata na wewe pia utawabeba kwa mzigo katika jina la Yesu Kristo. Nami nakwambia ndugu zako watakombolewa, maana wewe ni kuhani kwa ajili ya ndugu zako. Mungu ameangalia sadaka yako unayotoa ili wewe unene kwa ajili ya ndugu zako. Anasema yeye ni dhabihu, yeye ni sadaka ambayo zaidi ya ile ya Habili. Sadaka ya Yesu inanena mema kuliko ile ya Habili. Nami nakwambia kwamba wewe leo ukanene mema kuliko adui zako. Na kutamkia hivi, leo hii ukanene mema kuliko watu ambao wanaokuotea vibaya. Sema amina kwa jina la Yesu. Kunena manake nini? Kunena ni kutamka mbele za Mungu. Sadaka inatolewa mbele za nani? Za Mungu. Wewe umejidhabihu mbele za nani? Za Mungu. Mungu anakupa access, anakupa funguo ya kutamka chochote. Na ogopa sadaka inapoomba. Waombe wengine kwenye ukoo wenu, ila isiombe sadaka. Kristo kwa nini aliomba ikiwa ni Mungu? Mungu huwa anaomba. Mungu akimwomba anamwomba nani? Tunaamini Yesu ni Mungu. Kama yeye ni Mungu, Mungu anamwomba nani? Sikiza nikwambie. Naomba nikupe hili jibu. Ni kwa sababu alipovaa mwili, ule mwili ni sadaka. Kanuni ya kiroho ya sadaka, sadaka huwa inanena. Narudia tena. Kanuni ya kiroho, sadaka huwa inazungumza. Na ndio maana wewe unajikuta kuna wakati unazungumza. Na maombi yako, unaona maombi ya Yesu pale Getsemane. Biblia inasema Yesu akaomba mpaka majasho ya damu yakamtoka. Aliomba ule usiku mpaka majasho ya nini? Ya damu yakamtoka. Aliomba mwanaume kwa ajili ya watu wake. Maombi huwa hayawi maombi ya kawaida, wapendwa. Mimi wakati nakumbuka naokoka na waona mama zangu, wakati huo tunaabudu kwenye mashule. Mimi niko mtoto mdogo Sunday school kama hawa. Ninawaona wale wa mama waliochachawa, wanaruka, wanaomba, wanakwenda kule wanaomba. Yani wanaomba maombi yao mpaka wanasema kamoni, hawa mama wamemeza kitu gani? Yani utafikiri hapa makoo yao ni kama vile, yani kama hapa hawana kitu. Yani wanaomba mpaka wanasema hii kitu naitaka, hii kitu hii. Yani hii kitu mimi naitaka, hii kitu hii. Ndio maana mimi kuna wakati huwa naangalia maombi ya wale watu ambao wamejitoa mazima kwa Kristo. Napotazama maombi yao, huwa naonaga maombi ya Yesu pale Getsemane. Yani aliomba mpaka majasho yakamtoka. Aliomba mpaka damu zikamtoka. Yani angalia hayo ni maombi ya namna gani? Yani majasho yanatoka, lakini Yesu Kristo anaomba. Anasema Baba, najua kwamba kikombe changu ni kizito. Hata mimi najua kwamba kikombe chako ni kizito.
ninaelewa kwamba kikombe chako ni kizito, lakini imekupasa lazima uombe bila kukoma. Lazima uombe, maana wewe ni sadaka. Lazima unene, kwa sababu wewe ni sadaka. Yani hautaridhika, lazima uombe. Musa hakuridhika yale mateso ya watu wake, akasema hapana Bwana, ninajitoa mazima kwa ajili ya watu. Akawaambia wakati mwingine, Mungu usiwaue wa watu. Musa anapanda mlimani siku 40, anapoomba anashuka chini, anawakuta ndugu zake wameasi tena, wametengeneza ndama. Musa anapanda tena mara ya pili mlimani. Kinachomrudisha mlimani ni ule mzigo wa kuomba na watu wake. Yesu alipoomba mara ya kwanza akaomba lisali zima, na alipoomba lisali zima, Biblia inaniambia kwamba akashuka akawakuta wanafunzi wake wamelala, lakini hakuishia pale, akarudi tena mlimani kuomba. Biblia inasema kwamba Yesu akaomba mara ya pili, kwa sababu yeye ni sadaka yako. Yeye iliomba mara ya pili. Alipoomba mara ya pili, Yesu akashuka chini ya mlima, akawaangalia wanafunzi wake bado wamelala tena usingizi mzito. Na walipolala usingizi mzito, bado Yesu akarudi tena mara ya tatu mlimani. Kinachokuingiza kwenye maombi mara nyingi ni kwa sababu wewe ni dhabihu kwa ajili ya watu wako. Utaomba bila kukoma, utaomba bila kuacha, utaomba bila kurelax, utaomba bila kukoma, utaomba kwa imani, utaomba kwa ulazima, utafunga, utanena, utaruka, yani utaomba kwa machozi, kwa sababu wewe ni dhabihu. Wewe usiomba, inawezekana bado Mungu hajakufanya kuwa dhabihu. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Hata kama wapo ambao wametoa sadaka ya kukuua, hata kama wako ambao wametoa sadaka ya kukupatishia ajali, sikiliza, hakuna ajali ambayo itakayofanyika juu yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni sadaka. Huwezi kuiua sadaka, kwa sababu yenyewe tayari ilikwisha kufa sadaka. Hauwezi kuiua sadaka, kwa sababu tayari yenyewe Yesu anasema kwamba ili iwe mbegu lazima iende chini ya ardhi ife, kisha iamke tena. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Huiwezi kuiua sadaka, huiwezi kuiloga sadaka. Ndio maana wewe ukijidhabihu, mchawi gani anaweza akakuloga? Eti mchawi gani akuloge? Yani mchawi ailoge sadaka ya Mungu? Halo, naongea na watu. Sema amina kwa jina la Yesu. Yani mama, wewe umejitoa mazima kwa Kristo, upo kwenye maombi ya kufunga, eti shetani au wachawi watume ugonjwa juu yako. Hivi ugonjwa huo, hilo pepo linakaa wapi kwa mtu ambaye ni tayari ni dhabihu? Hilo pepo linakaa wapi? Linakaa wapi hilo pepo? Linapata sehemu gani ya kukaa? Maana Biblia inasema, Paulo anasema kwamba hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho nani Mtakatifu anayekaa ndani yako. Ndio maana ibada zote za Roho anazifanya ndani ya mwili wako. Unajisikia mwili wako kuna damu inachemka ndani yako, unajisikia kuomba. Hata wakati nahubiri hapa unajisikia ndani yako kuchemka, maana unajua kabisa kwamba Roho Mtakatifu, huo mwili unaoona ndio makao yake. Anauweka, anautaka huo mwili ufanye nini? Ufanye maombi. Anautaka huo mwili ufanye ibada. Roho anautaka huo mwili ufanye ibada. Ndio maana unakuta mwili wako kuna wakati unatoka machozi. Yani unaomba unajisikia machozi. Yani unaomba unajisikia majasho. Unaomba unajisikia makamasi yanatoka. Unaomba unajisikia mate yanatoka. Unaomba unajisikia, yani huu mwili kama si wa kwako tena, bali ni Roho anachemka ndani yako. Bado anakupatia wewe nafasi ya kuomba, ya kunena, ya kutamka, ya kusimama baada ya ndugu zako katika jina la Yesu Kristo. Saidia amina tena Yesu asikie. Saidia amina Yesu tena asikie. Shetani hana nafasi kwenye mwili ulionao. Leo unakwenda kuomba mpaka shetani anashangaa. Leo sadaka zinakwenda kunena katika jina la Yesu Kristo. Leo unataka kuona sadaka za PHM leo zinanena katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana kuna ishara ya mafuta ya Roho yanakaa juu yako. Kwa nini mafuta yanakaa juu ya sadaka? Mungu anaianoint, Mungu anaiweka wakfu, Mungu anaitenga. Anasema hivi, hawa ni makaka wako 5, ila huyu pengine mmoja katika hao. Akiwa mmoja yupo katika hawa watu, Roho Mtakatifu anampaka mafuta, alafu anasema huyu sasa ndiye sadaka.
Fikiria, katika wote Mungu anasema hivi, na huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, msikilizeni yeye. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Unisaidie amina kwa jina la Yesu. Weka amina kwa jina la Yesu. Sadaka inapomba, acha masiala. Kwenye wakati wote weka, hiyo nasema weka mbali na watoto. Anaweza mtoto akakanyagwa hapo, msimweke mbele yake. Kama ni mama mwenye mtoto namkuta namfunga, mimi mama alikuwa ananifunga mgongoni. Niko kwenye mgongo wake, nitalala nitaamka bado anaomba. Nitalala nitaamka bado anaomba. Nitalala nitaamka bado anaomba. Yule mwanamke, sema amina kwa jina la Yesu. Katoto kako mgongoni, mama kafunga kibwebwe, amefunga hapa tishi. Kaudia tena kufunga hapa tishi. Anasema we, leo niko mbele za Bwana, ninaomba. Kuna mama mmoja nikamkuta kwenye maombi kama haya. Alikaa chini yule mwanamke na mwanae mgongoni. Yani pale chini kasema sitoki hapa, yani siendi popote mpaka nihakikishe kuna vitu Mungu amefanya juu ya mume wangu na juu ya watoto zangu. Maana aliona mume wake yuna hatari ya kufa na Roho Mtakatifu hakumtoa pale. Aliomba, alinena, aliomba, alinena, aliomba, alinena, aliomba, alinena, mpaka kuna jambo analiona Roho anamuonyesha kabisa kuna mambo yanakwenda kutokea kwenye nyumba yako. Natamani tufike kwenye level fulani za maombi. Sema amina kwa jina la Yesu. Kuna level huwa tunaishia za maombi. Natamani tuwe na safari ya maombi sio kwa kawaida. Ni siku hizi kuna watu tu wanataka kutondoleaga ule utamu wa maombi, ile ladha ya maombi ya upentekoste wetu. Nao siku hizi kuna walokole wanataka kutuletea maombi ambayo yale ya dini. Tuliachaga maombi ya dini. Mimi nakumbuka naokoka na hiki kitu imeniathiri mimi. Wale uniathiri ni hao wazee wa kipentekoste. Nilipokuwa mdogo nilikuwa naona naomba kwa nguvu sana, na walikuwa wanalia, na iliitwa dini ya kulialia. Si kama baba anakumbuka, mliitwa dini ya kulialia. Yani mnasema kanisa la kulialia ile, mimi la nini mimi? Sisi tunaomba kistaarabu, wala tuliili. Sasa sikiliza, eti leo hii kwa sababu na sisi tumekuwa advanced, watu tena kulia hamna. Mtu anaomba maombi ili asitoe machozi. Nani anakuambia kuna huo Pentecost namna hiyo? Wewe sio sadaka. Sadaka yoyote huwa Yesu alilia mwenyewe kwa sababu alikuwa ni sadaka. Sema amina kwa jina la Yesu. Sijui kama kuna superstar zaidi ya Yesu, kama yupo sijui. Kama kuna askofu anayemzidi Yesu sijui. Kama kuna mchungaji au nabii au mtume anayemzidi Yesu sijui. Kama kuna mwana maombi anayemzidi Yesu sijui. Ila yeye mwenyewe aliomba. Mimi nikiona watu wanaomba mpaka majasho yanatoka, nasema ndio, naona ishara ya Yesu. Cheki jasho lile, ishara ya Yesu ile. Cheki jasho lile. Nikiona machozi nasema tazama machozi haya. Hii ishara ya Yesu, alilia machozi. Aliwalilia akasema Baba, na walilia hawa watu. Sema amina kwa jina la Yesu. Nikawaona wamama wakamlilia Yesu, wakamwambia Yesu tunakulilia, akasema msinilie mimi bali lilieni nini? Vizazi vyenu. Sema amina kwa jina la Yesu. Sasa sema amina. Sema amina. Sema tena amina. Sasa mafuta ya Roho yanakuja juu yetu, na tunakwenda kuomba kwa muda fulani hapa. Kuna mambo yako lazima uyasogeze wewe mwenyewe. Sema amen. Sema amen. Kuna watu wametufundisha sadaka ni pesa tu, yani ukiwa na pesa ndio sadaka. Hata wewe ni sadaka. Hello? Hello? Wewe ni sadaka. Na kuna mambo lazima uyapeleke mwenyewe. Kuna mambo lazima uyapeleke mwenyewe. Na leo kuna mambo ambayo lazima yatokee. Na mimi nakwambia kila vita itakayoinuka kwako haitakuwa vita yako, bali itakuwa vita ya nani? Ya Bwana. Naomba usimame pale ulipo. Simama pale ulipo. Hapa natamani utulivu mkubwa, kwa sababu tunaingia kwenye tendo la imani zuri la kuomba. 2026 yako mambo Mungu ameyakusudia ili yakatokee kwako. Ninatamka hapa, huo mwili wako Mungu anautaka. Paulo anasema nitatuaje viungo vyangu vifanye kazi isiyo sahihi?
isiyo ya kimungu. Get ready, get ready. Nataka tuwe tayari hapa, tunaingia kwenye operation ya kuomba. Hili ni kanisa la Kipentekoste. Funika macho yako. Ona safari ya Yesu ambaye alikuwa akipanda kwenda mlimani kuomba. Maandiko yanatuambia Yesu alipanda mara ya kwanza. Mzigo wa maombi yake yalipimwa kwa kadiri ya mambo aliyoyabeba. Yako mambo umeyabeba kwenye maisha yako na hakuna mwanadamu anaweza akaelewa. Kuna kikombe ambacho uko nacho, mtu wa kawaida anaweza asielewe kikombe ulicho nacho. Yesu akaanza safari ya kupanda mlimani. Aliomba takriban lisaa lizima na kitu. Lakini Yesu pia alishuka, akawakuta wale ndugu zake wamelala. Yesu akarudi tena mara ya pili, na alipomaliza akarudi mara ya tatu. Yesu aliomba. Wapendwa, sadaka ya Mungu inapoomba kuna vitu vinakwenda kutokea. Sadaka ya Mungu inapoomba, Baba anaiinua juu. Yesu aliinuliwa juu. Nami nakwambia maisha yako ya wokovu yatainuliwa juu sana. Kwa ajili ya wengine Mungu atainua maisha yako ili kila anayekutazama amuone Kristo juu ya maisha yako. Yesu anawaambia, anionaye mimi amemwona Mungu. Kuna watu wanapaswa wamuone Mungu wako kupitia wewe. Wewe ni dhabihu. Kabrodash. Maombi haya ni zaidi ya pilau uliopika nyumbani. Omba. Kuna watu wana maadui hapa, mwajui maadui zenu. Omba. Kuna watu wana maadui kila sehemu. Leo tunashughulikia na unaomba mwenyewe. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Brodashe. Damu ya Kalvari inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Sadaka yake Mungu hiyo inanena mema. Bradosha. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Pradosha tebo. Pate bandosha. Greba bandosha. Inanena mema. Tunanena leo na sababu inanena mema. Vrete shaboka revedeshe. Hey. Inanena mema. Naiona damu ya Yesu Kristo bashobo rebedebe shebedebe rababato kaura bravandosha revreda shota fare kaboshi. Inatuinua kwenye ukuhani wa Bwana. Efatosh. Inatuinua Vedemosha Rabrodo Shavreba. Inanena mema. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ayo refere parabosh menesh. Yu Bwana yu
asifiwe, asifiwe. Amefufuka kifoni, karobosha. Na kila ulimi, na kila ukiri kwa Yesu ndiwe. Biblia inaniambia kwamba alipoutoa mwili wake, Baba akampatia jina lipitalo majina yote. Anasema kwa vitu vya mbinguni, kwa vitu vya nchi, kila ulimi utakiri na kila goti litapigwa kumdhihirisha kwamba yeye ni Bwana mabwana. Nami nakwambia hivi, kwa kuwa umenyenyekea mbele za Bwana, Baba anasema kwamba atakupaka mafuta ya shangwe kuzidi wenzako. Waebrania anasema kwamba kwa kuwa umeyachukia maovu na umeipenda haki ya Bwana, Baba atakupaka mafuta kuzidi wenzako. Nayaona mafuta yaliyosaidi ya wenzako. Yu Bwana asifiwe. Amefufuka yeye. Raise your voice. Baishara bada shadada voice. Every tongue shall confess. Patapataramos. Kila kinywa kitakiri jina la Yesu wangu. Waliomdharau Yesu wako watakiri wenyewe ya kwamba wewe ni sadaka. Ndugu zako wale kudharau hawajui namna gani unawabeba. Kuna ndugu zetu tunawabeba, hawaelewi thamani ya maombi tulionao juu yao. Hawaelewi watu tunavyoombea kwa machozi. Harafrados. Kuna wenzetu tunawaombea, hawaelewi maombi yetu, hawaoni machozi yetu. Wapo wanaotudharau, ila hawaelewi thamani ya maombi yetu kwao, hawaoni machozi yetu. Yesu aliwalilia watu wake, hata kama walimchoma mkuki, hata kama walimdharau, Yesu aliwaombea watu wake. Sadaka zinaomba, sadaka zinanena. Anza safari ya maombi sasa. Anza safari ya mlimani sasa. Panda kwenye mlima wa maombi sasa. Sadaka inapoomba, mbingu inaelewa. Yes. Rada. Eloi. Yesu aliomba msalabani akisema Eloi rababasakitani, ya kwamba Mungu wangu pole naliacha Bwana. Refrete sotoriba. Hey! Eloi arabadasha akradeshado arabarabosha areberibodobosha. Mungu wangu
rabrato sereba horiaba. Eloi, Eloi, Eloi. Vita imekuwa kubwa Yesu, vita imekuwa kubwa Yesu, vita imekuwa kubwa Yesu. Eloi, Eloi, laba sakitali. Sadaka inaomba. Yesu wangu aliomba, majasho yakamtoka. Yesu wangu aliomba, machozi, machozi. Yesu, kikombe ni kizito. Yesu, kikombe hiki ni kizito. Acha mapenzi yako. Hey! Yetes. Haya rabanoshi. Ivo ranoba okoria. Yara para mandasha. Repopotoria. Rabradesara. Rakaromosa. Repetetos. Repredevos. Rabrateka. Rabradorora. Refredesha. Rapratokoria. Shete. 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 Eloi. 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 Shabrada bandas. Wakasema wale watu, anamwita Mungu wake, anamwita Mungu wake. Yeye akapaza sauti akasema Eloi, akiwa msalabani. Bwana wangu akasema Eloi, akasema Eloi, akalia Eloi. Yesu alilia akisema Eloi. Raterora wakasema ya kwamba anamwita Mungu wake, anamwita Mungu wake, anamwita Mungu wake. Anasema Eloi. Tatos refredesha rapratatata yemerebes. Anza kunena kwa lugha, endelea kunena kwa lugha. Nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Shovrana na badas yetererererererere yererebasa rapratatos repredevosaria rakatatoria repredevesarebedeve repredevesarebedes rapatotarabos rebedesarabo rapatates. Piga ya maombi. Omba ndugu yangu, omba. Omba mwana wa Mungu, omba. Yesu aliomba. Yesu aliomba. Yesu aliomba. Hata mbingu ikasikia. Wewe ni sadaka. Wewe ni sadaka. Sadaka zinaomba. Sadaka zinanena kwa lugha. Sadaka zinanena. Maombi yako yananena vizuri juu ya hatima yako. Rabradadadavada sharabra koriaravada kori rebe. Wakati tunaendelea na hili wingu, Roho Mtakatifu ananionyesha kwamba kuna wana maombi anakwenda kuwatia mafuta. Kuna sadaka, kuna watu wanatoa maisha yao kuwa sadaka ya maombi. Naona kuna watu wanajitoa kama sadaka ya maombi. Roho Mtakatifu, kuna watu anapokea sadaka yao kama maintercessor. Haya mafuta nayaona ndani yangu, na ukiwa umeketi pale ilo mikono yako mwilicho, nayaona mafuta ya maombi juu ya watu wachache ambao Roho Mtakatifu mwenyewe atakuchagua. Ilo mikono miwili tu.
Bwana Mungu atakuwa juu yako. Kuna mafuta utayaona ya maombi, na yakija juu yako hautajizuia kuomba. Hata kama utaomba kwa dakika 5, ila maombi yako yana athari sana. Kuna wazamiaji ambao Roho mwenyewe atawapaka mafuta, wazamiaji wa maombi. Kuna mafuta ya wazamiaji. Haya, si kila mtu ataweza kuomba. Hawa ni wazamiaji, naona mafuta juu yao. Roho ananiambia wako watu hapa ambao anarudisha wale wa mama wa baba wazamiaji. Maombi yao huwa ni ya mzigo sana, wanapanda mlimani bila kuchoka. Kaa vizuri, ina mikono yako miwili juu. Roho Mtakatifu anakuachilia moto ambao sio kawaida. Naona hautaweza kujizuia. Jiachilie, naona moto sio kawaida. Kwa jina la Yesu. Moja, kwa jina la Yesu. Kuna nguvu inatoka juu mbinguni, imekuona. Kwa jina la Yesu. 2, kwa jina la Yesu. 3, mpaka namba 5. Mpaka namba 5 utaona kuna nguvu inakuja juu yako. Hii ni nguvu ya maombi. Huu ni upepo wa maombi. Kwa jina la Yesu. 4, kuwa tayari wa baba wenzangu, lazima tutake mafuta ya maombi ya kuzamia. Wa baba tupate maombi na hiyo neema. Utaomba wewe kwa machozi, wewe utaomba kama unapaa juu. Yaani utaomba bila kukoma. Tarararara fados. Kwa jina la Yesu. Na hesabu 6. Get ready, get ready, get ready. Naona Roho Bwana amekalia wana maombi juu ya kanisa hili, intercessor, wale wazamiaji, kwa jina la Yesu. Yes. 7. Roho Bwana Mungu yuko juu yako. Bwana anakupatia kazi ya kulibeba kanisa, ya kulibeba kanisa kwa maombi ya machozi, ya kulibeba kanisa. Hata kama utapigwa vita, usiogope vita mwanangu, usiogope vita. Kuna vita itakuja juu yako, wewe usiogope vita. Wewe kaa kwenye wingu la maombi ya kuzamia. Bwana ananiambia wako wazamiaji, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea neema, pokea wingu, pokea wingu kwa jina la Yesu. Lugha yako inaenda viwango vingine. Lugha yako inaenda viwango vingine. Unanena kwa lugha viwango vingine. Unapewa viwango vipya. Nena kwa lugha usiache. Nena kwa lugha usiache. Napenda kuona hayo majasho. Napenda kuona hayo majasho. Nena kwa lugha usiache. Wazee wako wapi vijana waitakao nguvu ya Bwana? Wako wapi vijana? Wako wapi vijana waitakao nguvu ya Bwana? Wako wapi mabinti wanaotabiri? Wako wapi vijana wa Kipentekoste? Wako wapi vijana ambao rakatatata rapatatata? Wako wapi vijana wapendao maombi? Wako wapi vijana wapendao maombi? Kiko wapi kile kizazi? Kiko wapi kile kizazi cha watu ambao haraparabakosha repedebesha? Kiko wapi kizazi cha vijana ambao wanataka tu maombi, wanataka kujitoa kwa Bwana, hawaoni hatari kutembea kwa mguu kwa umbali mrefu kupeleka injili? Rakat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 a revretatatatatatata karavana sotoria rapra. Hey! Hello! 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 Wako wapi wanawake wanaomboleza kanisa? Wako wapi wa mama wanaomboleza? Wawafundishe binti zao kuomboleza. Kiko wapi kizazi cha wanawake waombolezaji Tanzania? Kiko
Kiko wapi kizazi cha wana maombi wazamiaji? Wana maombi wazamiaji, kiko wapi kizazi cha wana maombi wazamiaji? Wana maombi wazamiaji, wako wapi wa baba wana maombi? Taka nguvu ya Mungu, taka nguvu ya Bwana, taka nguvu ya Mungu. Repe, naona kuna mafuta hapa. Repetetetetetete. Yes! Repepepepepepepe. Repepepepepepepe. Repepepepepe. Hii ni sadaka ya maombi. Hii ni sadaka ya maombi. Hii ni dhabihu ya maombi. Hii ni dhabihu ya maombi. Shetora. Rapapapapapa. Rakratatatata. Ros Fadabadadadadas Korea Ferema. Yesu, asante kwa hii sadaka ya maombi hii. Repetetepetetete Rabash Toto Rakaravada Totato Rapatoria. Pokea nguvu na achilia nguvu isiyokuwa kawaida. Revantas Robosia, naona mafuta juu yako, mafuta Rakesh Rapapatos, na achilia mara 7 mafuta ndani yako. The great impartation, the great impartation. Farados Rebenebesa Rakratatatata Rebedes Rebedes Rebados Soria Soria Tete Rebes Rebedes 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 Kararararara. Tunatabiri juu yake Bwana, hakuna magonjwa. Hii ni sadaka Baba, kama hii ni sadaka, hakuna nguvu ya magonjwa, hakuna nguvu ya magonjwa. Magonjwa ya damu, saratani, kila magonjwa hayataweza umwili. Umwili umetolewa kuwa sadaka, sadaka ya kuteketezwa. Faradadarash Fratararararararash. Hakuna magonjwa yanaweza kukaa juu ya mwili. Repo Keredesh, katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen.